Niwaambie, Uislamu haukubaliani na mauaji ya aina yoyote ile, kwa silaha yoyote ile, kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio chochote kile. Atakayetoa roho ya mtu mmoja imekula kwake siku ya Kiyama. Uislamu haukubaliani na mauaji. Uislamu haukubaliani na utekaji. Uislamu haukubaliani na ukabaji. Uislamu haukubaliani na ubakaji. Uislamu haukubaliani na unyanyasaji. Uislamu haukubaliani na dhulma za aina zozote zile. Sikilizeni sasa, wale ambao wanaona kutoa roho ya mwanadamu ni jambo la kawaida sana, wallahi na wachallenge walimwengu wote, na zichallenge dini zote, na challenge vitabu vyote vinavyoitwa vya Mungu katika ulimwengu wa sasa. Nipeni kitabu hata kimoja kinachosema atakayetoa roho ya mtu mmoja hukumu yake mbele ya Mola ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Uislamu peke yake, Qur'ani peke yake. Al-Maida aya nambari 32, Allah anasema min ajli dhalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli ya kuwa hakika katika nyinyi atakayeua nafsi moja tu, atakayetoa roho ya mtu mmoja tu, atakayepoteza maisha ya mtu mmoja tu pasina haki yoyote, hajaua ili naye auawe, au akaleta ufisadi katika ardhi, hukumu yake mbele yangu mimi ni kana kwamba ameua watu wote. Subhanallah.